wakati kama huo wa mkutano mkuu wa taifa, ukienda miaka zaidi pengine 50 iliyopita, 50 yes, yani tangia Chama cha Mapinduzi kianzishwa baada ya muunganiko wa TANU na ESP, treni imetumiwa sana kuleta wajumbe, especially inapokuja Dodoma hapa. Kwa wana CCM kuja na treni sio kitu ambacho ni kigeni, kitu ambacho kimekuepo. Sasa umesema tofauti ya leo ni vipi? Tofauti sioni kama kuna tofauti kubwa, labda kilichotokea kwa mara ya kwanza wajumbe wa mkutano mkuu wamekuja na EMU au treni ya mchongoko. Wakati uliopita tulikuja nao kwa treni ya kawaida. Lakini kikubwa zaidi si ni kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ndio mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Obvious wanapokuja hawa wajumbe wake ujue yeye ndio ameelekeza hivyo. Sasa kwetu ni biashara vile vile. Napata si haba. Lakini vile vile inatusaidia kutangaza. Unajua biashara ni matangazo, si ndivyo? Inatusaidia kutangaza kwamba watu hawa wote waliokuja zaidi ya tumesafiri zaidi ya watu 700. Ukiangalia tulikuja nao almost 600, lakini kwa treni yetu ya asubuhi imekuja na watu kama 70. Jana tulikuja na wajumbe wa neki almost wenyewe 70. Kwa tuzungumza karibu watu 800 tumesafirisha wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa. Kwa kwetu sisi ni matangazo, wanasema sio free, lakini matangazo ambayo yanaenda nchi nzima kujua na sisi uwepo wetu. Sasa kwa nini wajumbe wa mkutano mkuu ni customer ambao au ni wateja ambao ni tofauti? Hawa ndio ni ilani wenyewe, si ndio? Ilani yao. Kwa kilichoandikwa kwenye ilani wanakiona. Tulipokuwa wanaanza ilani mwanzo wa 2020 treni haikuwepo. Lakini mlo ukisoma kwenye ilani unasema tutakamilisha ujenzi na tutaanza jenzi zingine. Sasa kwa maana ya kukamilisha ndio hiko tulichokiona. Wasingekamilisha maana yake wasingeweza kupanda treni. Kwa hiyo maana yake ni kwamba wanapoenda kuelezea watu waelezee mambo ya kufikirika. Wanaelezea mambo ambao wameyatesti wenyewe, wamepanda wenyewe, na inawapa nguvu kwenda kuelezea tena muda mfupi unaokuja kwa ajili ya kuomba bidhaa nyingine. Si ndio inavyokana hivyo? Ilani ya chama na watumia ilani nyingine tena kuomba tena bidhaa ya wananchi. Wito kwa wananchi, hii reli tutafika Mwanza. Mwanza tutafika, tutaunganisha, sio kufika Mwanza. Tuangalie kipande cha mwisho mpaka zetu tuelekea 70%. Lakini kuunganisha kote tutaunganisha mwaka 2027. Kwa nazungumza kama miaka miwili tu. Lakini kwa watu wa Kigoma tutaunganisha 2028. Tutazungumza kama miaka mitatu. Kwa hiyo kwa watu wa kanda ya ziwa ile, na tutazungumzia Kigoma, kuna Rukwa, kuna Katavi, kwa ndani ya miaka hiyo tutakuwa tunajenga. Na bahati nzuri nafikiri ukishaenda site sasa hivi unakuta wakandarasi wanaendelea. Lakini vile vile tunazungumzia kwa maana ya wananchi wote. Reli tunayojenga itadumu miaka 100. Lakini miaka 100 kudumu maana yake itaenda zaidi ya miaka 100 tukiwa tunaitunza. Kuna utunzaji wa maana ya kwamba sisi kama wafanyakazi watendaji kufanya maintenance. Lakini kuna ulinzi wa jumla wa treni yetu ambao unafanywa na wananchi tunakopita kule. Vyombo vyetu vinafanya kazi nzuri sana, lakini vyombo vyetu hawezi kuwa kila mahala. Mlinzi wa kwanza wa miundombinu, iwe ni barabara, iwe ni reli, miundombinu ya umeme, miundombinu ya mawasiliano, ni mwananchi. Kwa ni watu kuona kwamba reli hii ina maana kubwa katika maisha yao. Tumezungumzia watu wa Mwanza. Tunapozungumza sasa hivi kuna watu wa Mwanza wanatoka Dar es Salaam wanakuja hapa na treni ya asubuhi, wanafika kwenye saa 3:30. Treni saa 4 wanaingia kwenye basi. By saa 10, saa 11 kwa Mwanza. Kwa watu wa Mwanza wameshaanza kuitesta. Watu wa Arusha, watu wa Iringa, watu wa Mbeya wameshaanza kutumia usafiri huu. Watu wa Msoma, watu wa Kagera, watu wa Geita wameshaanza kutumia tayari usafiri huu. Mabalozi by the way sio mara ya kwanza kusafiri na treni yetu. Nafikiri uliona balozi wa Marekani kuna wakati fulani alizungumza sana, na balozi wa nchi gani tena, Uingereza au Canada. Mabalozi wanatumia sana usafiri wetu. Kitu ambacho unakuta una appreciate mbalozi wa Sweden, kitu ambacho una appreciate kwanza standard ambayo tumeweza kuiweka. Almost sasa tunaingia mwaka mzima sasa. Kwa mwezi wa Juni tutakuwa tumeshaingia mwaka mzima tarehe 14.
Juni. Itakuwa mwaka mzima, kwa maana kutangia tuanze operation. Lakini kwa maana kutangia tuje kufunguliwa, Mheshimiwa Rais alikuja tarehe 1 mwezi wa 8. Lakini kwa maana ya operation, air operation itakuwa na mwaka mzima. Kwa wana appreciate sana kuona kwanza standard tuliyoiweka, punctuality ya treni yetu, usafi uliokuwemo, customer service zilizokuwemo, lakini jumla tu standard tulionayo. Kuna wengine mpaka wanafikia kusema kwamba hata kwetu hatuna hiyo standard. Kwa hiyo inatupa moyo sisi watendaji. Unajua kuna wakati tunapiga mawe tu fanya kitu kidogo, mara imefanyika hivi, lakini kuna watu na appreciate hiyo mapungufu, unaweza kuyasema, lakini ni mazuri yazungumzwe. Na nyinyi nafikiri kama waandishi wa habari, nafikiri mmekuwa watu mmoja hapo ambao mnahabarisha pale mabalozi wanapo Twitter au kwenye X au kwenye Instagram wanapoandika, nafikiri mnachukua ile mnaizungusha kwa watu kusoma, ili kujua kwamba wenzetu wa nje actually wana appreciate jambo hili kwa ukubwa sana. Na ndio maana ni muhimu sana kuelimisha wananchi kwamba jambo hili tusione ni la kawaida. Si kila nchi inaweza kuwa na trend tunayoiona hii. Ni kitu ambacho ni cha kujivunia katika taifa letu. Lakini vile vile ni kitu ambacho cha kuwajibu ambao wanasema kwamba hakuna maendeleo, si ndio? Uwezo kusiwa una maendeleo kwa na trend kama hiyo. Jina naitwa Elizabeth Thomas Msabi, ni miongoni mwa diaspora kati ya watu 10 ambao tumefunga safari kutoka London kuja Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria mkutano mkuu wa CCM. Kuhusiana na maendeleo ambayo tumeona, kweli hata kitendo cha kusafiri kwenye treni ni jambo kubwa sana. Tumefurahi mno, we are so happy. Umeona usafiri umekuwa ni rahisi sana, imekuwa ni experience ya kwanza. Kwa mfano mimi binafsi leo ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza kusafiri kwa treni. Kwa hiyo tunapenda kupongeza juhudi kubwa ambazo Mama Samia amezionyesha na anazoendelea kuzifanya, na ni mwito kwa Watanzania wote walioko hapa nyumbani na tulioko nje ya nchi zingine kumwenzi mama na kumsapoti na kuungana naye, na pia kumshukuru kwa maendeleo makubwa ambayo tumeyapata kwa kipindi kifupi sana ambacho amekuwa madarakani. Mambo yanaonekana ni makubwa, hatuna sababu ya kuyafumbia macho. Mama, tunakupongeza, hongera sana, tupo nyuma yako. Na sisi diaspora kwa niaba ya wenzetu tunasema kwamba mama, tunaona mengi na tunakupongeza sana, na tunakutakia, tuko pamoja, tunakusapoti. Kwa niaba ya wenzangu tunasema 5 more. Thank you. Kama wenzangu, jina naitwa Elizabeth Thomas Msabi, ni miongoni mwa diaspora kati ya watu 10 ambao tumefunga safari kutoka London kuja Tanzania kwa ajili ya kuhudhuria mkutano mkuu wa CCM. Kuhusiana na maendeleo ambayo tumeona, kweli hata kitendo cha kusafiri kwenye treni ni jambo kubwa sana. Tumefurahi mno, we are so happy. Umeona usafiri umekuwa ni rahisi sana, imekuwa ni experience ya kwanza. Kwa mfano mimi binafsi leo ilikuwa ndio mara yangu ya kwanza kusafiri kwa treni. Kwa hiyo tunapenda kupongeza juhudi kubwa ambazo Mama Samia amezionyesha na anazoendelea kuzifanya, na ni mwito kwa Watanzania wote walioko hapa nyumbani na tulioko nje ya nchi zingine kumwenzi mama na kumsapoti na kuungana naye, na pia kumshukuru kwa maendeleo makubwa ambayo tumeyapata kwa kipindi kifupi sana ambacho amekuwa madarakani. Mambo yanaonekana ni makubwa, hatuna sababu ya kuyafumbia macho. Mama, tunakupongeza, hongera sana, tupo nyuma yako. Na sisi diaspora kwa niaba ya wenzetu tunasema kwamba mama, tunaona mengi na tunakupongeza sana, na tunakutakia, tuko pamoja, tunakusapoti. Kwa niaba ya wenzangu tunasema 5 more.